Yes, habari ya asubuhi watazamaji wa City Cobra TV, kwa majina ni Jado Upright. Leo tuko na maaktualite ya mingi sana kabisa. Leo tuko lendi tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka wa 2025. Acha nianzie kwa hii habari kabisa. Usiku wa kuamkia Jumapili tarehe 22 ni mwa hii mwezi wa 11, watu wenye silaha waliwatia hofu wakazi wa eneo la misikiti huko Sake, umbali wa kilomita 27 magharibi mwa jiji la Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya mashambulizi yaliyotekelezwa saa 2 usiku kwa saa za huko. Kama wakazi wengi walisemaga, washambuliaji waliokuwa na bunduki nyingi waliingia katika nyumba nyingi kabla ya kufiatua risasi hewani ili kuwatia hofu wananchi. Inasemekana kwamba watu hao wenye silaha walivamia nyumba nyingi kwa wakati mmoja, wakachukua vitu vya thamani na mali za watu binafsi. Wakazi waliingiwa na hofu na kubaki ndani hadi wakati washambuliaji walipondoka. Mkazi mmoja alisema walivunja milango, wakachukua simu, pesa na vitu vingine kutoka na vitu vingine. Wakasema viko na motoni kabisa pale Sake. Vitu vinaharibika sana pale Sake. Hadi sasa Sake inasimamiwa na M23, lakini inasemekana mara nyingi usalama huzingatika. Wakazi wanalani ongezeko kubwa la matukio ya uhalifu, wakisema kwamba uwepo wa wanamgambo hao haujaleta mabadiliko yoyote katika usalama, kama inavyoripotiwa na mwandishi wa habari Michombero ambaye naye ni utata. Baadhi ya wakazi hata wanashutumu baadhi ya wanachama wa M23 kuwa wanapuza au kushirikiana kwa njia fulani. Wakati huo taarifa nyingine zinasema kuwa kuna wapiganaji wa FDLR na wa wazalendo wanaodaiwa kufanya shughuli zao kwa asili wakitoka katika hifadhi ya Virunga, kisha wakajichanganya na wananchi baadhi ya mashambulizi yao. Ripoti zinakinzana, lakini jambo moja linabaki wazi: Sake imekuwa miji usio salama ambako makundi mbalimbali yenye silaha yanaendelea kuonekana katika eneo la jirani la Kimoka. Wakazi wengi wanasema kuwa karibu kila siku kunatokea uvamizi wa watu wenye bunduki wanaodaiwa kuwa ni wahalifu. Huko nako nyumba huvamiwa usiku bila vyombo vya usalama kuchukua hatua yoyote. Uongozi wa AFC M23 bado haujatoa tamiko lolote kuhusu taarifa hizi. Unasikia kabisa Sake security haiko kabisa saa hii. Kutoka mwa hii weekend tumemaliza. Acha niingie mwa hii habari nyingine. Huyu wanamuita General Major Nyembo Abdallah wiki hii ameteuliwa
kuwa mkuu wa kanda ya 3 ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, akichukua nafsi ya Lieutenant General Pacifique Masonzo ambaye hivi majuzi alikamatwa na kupelekwa Kinshasa. Kanda ya 3 ya kijeshi inajumuisha mikoa ya Maniema, Kivu ya Nord, Kivu ya Sud, Basi Uele, Chopo, Ho Uele na Ituri. Lieutenant huyu banamwita Lieutenant General Pacifique Masonzo amepoteza nafsi yake kutokana na kutokuwa na ushiriki wa moja kwa moja katika shughuli za kijeshi na kudhoofishwa baada ya muda mrefu akiwa Kinshasa. Nafsi yake imechukuliwa na afisa wa jeshi anayejulikana kwa ukaribu wake na eneo anafanya kazi. Taarifa kutoka jeshi zinalifu kuwa aliyekuwa kamanda wa kanda ya 3 ya kijeshi alikamatwa Jumatatu tarehe 3 Novemba. Mashahidi wanasema kuwa kukamatwa kwake kulifanyika Kisangani, miji mkuu wa mkoa na Chopo, muda mfupi baada ya ziara ya kamanda mkuu wa FARDC. Kama inavyoripotiwa na Actualite.cd, Generali Nyembo Abdallah aliteuliwa kuwa kamanda wa operasyon za Sukolamo ya katika Grand Nord na Front Nord katika mkoa wa Kivu ya Nord tarehe 22 mwa mwezi wa 5 mwaka wa 2025 na komanda mkuu wa FARDC akijumuisha uzoefu wa miaka mitatu katika kuongoza operasyon za kijeshi katika Ituri. Alirudi Kivu ya Nord ambao awali alikuwa komanda wa msaidizi anayehusika na operasyon na ujasusi katika Sukola Moya. Wajibu wake kama kamanda mpya unamhitaji kujitolea kwa hali ya juu. Lazima akabiliane na changamoto nyingi zenye ugumu, hasa kuimarisha ulinzi ili wapiganaji wa M23 wasisotowe mashambulizi zaidi. Kikundi hiki kinadhibiti sehemu kubwa ya ardhi ya Lubero na kwa sasa kiko karibu sana na Beni na jiji la Kisangani, akiwa na uelewa wa kina kuhusu masuala ya usalama katika Kivu ya Kaskazini, na pia akiwa na uzoefu katika operasyon za kijeshi na pamoja katika ya FARDC na jeshi la Uganda UPDF. General Major Nyembo Abdallah anatarajiwa kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kurejesha amani katika eneo lililotilika na migogoro endelevu. Hapa tuko na habari zingine. Hapo Washington, wajumbe kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Rwanda, Marekani na Katari walianza kujadili mikakati ya kushambulia kundi la FDLR linalopinga serikali ya Rwanda. Kundi liliyowekwa vikwazo na Umoja wa Mataifa
lilaochukuliwa kuwa wakiukaji wa mauaji ya kimbari na serikali ya Rwanda. Hii lilikuwa jambo kuu liliojadiliwa Jumatano na Alhamisi tarehe 12 mwezi wa 11 katika mkutano wa 4 wa jukwaa la kuratibu masuala ya usalama lililoundwa chini ya makubaliano ya amani yaliyosainiwa tarehe 27 mwezi wa 6 kati ya RDC na Rwanda. Washiriki wa mkutano walionyesha changamoto za eneo, lakini walianza kujadili hatua za vitendo kama inavyoripotiwa na RFI. Kipengele cha kwanza kilikuwa kutathmini mafanikio ya kampeni ya jeshi la FARDC iliyoandika wapiganaji wa FDLR kuachia silaha na kujisalimisha. Kampeni hizo imeimarishwa kati siku za hivi karibuni pamoja na uzinduzi wa radio katika Walikale, Kivu ya North. Hata hivyo FDLR tayari imesema kuwa haitaachia silaha. Wiki mbili zilizopita wajumbe tayari walikuwa wametathmini maandalizi ya operasyon za kijeshi katika eneo lililowekwa na kuthibitisha makubaliano ya kutekeleza hatua hizo. Wiki hii inaripotiwa kuwa mambo yameanza kuchukua sura angalau kwenye karatasi huko Washington, ambapo lengo si tena maandalizi bali utekelezaji wa hatua. Kwa upande mwingine, katika mkutano huo, mwakilishi wa Umoja wa Afrika AU amatangaza kuwa mkutano wa ngazi ya juu umepangwa kufanyika tarehe 17 Januari mwaka 2026 kwa ajili ya kushirikiana na kuendeleza mchakato wa amani katika RDC na mkoa wa Maziwa Makuu. Acha tumalize hizi habari kwa hii habari. Kuondoka kwa wakazi kumetokea Walikale na pale North Kivu. Kuna mzunguko wa wakazi kuhamia tangu usiku kwa Jumapili tarehe 23 mwezi wa 11 katika kijiji cha Walowayungu katika eneo la Walikale pale North Kivu. Baada ya mapigano makali katika ya wasi wa AFC M23 na nguvu za serikali zilizopewa msaada na wazalendo ambayo walisababisha kushindwa kwa Buhimba, kama inavyoripotiwa na viongozi wa mila za kienyeji. Wakazi wa kijiji cha Kailenge walianza kuondoka tangu asubuhi ya Jumapili, na baadaye wengine kutoka vijiji jirani ikiwemo Kangati, Lobe, Mikweti na Mukobelwa. Wakazi hao walielekea sehemu mbalimbali, baadhi wakienda Kimwa na Noto, wengine wakielekea kijiji cha Lubelike na wengine wakakimbilia
misitu. Kuondoka kwa wingi kwa wakazi hawa kunazidisha hali kwa wakimbizi wa ndani waliotoka vijiji vya eneo la Masisi waliokuwa wamekwekwa katika kijiji cha Walowayungu, ambao leo wanapaswa kuhamia tena. Hali ya kibinadamu ya wakimbizi hawa bado ni hatari, kwani hawana ufikiaji wa msaada wa kibinadamu tangu walipoanza kuishi katika eneo hilo. Ripoti za viongozi wa kijiji zinavyothibitisha kuingia kwa wakimbizi ambacho idadi ya kaya bado haijajulikana kutokana na kukosekana kwa sensa. Kumeripotiwa katika vijiji vya Kimua, Nando, Langira na Chumba katika kijiji cha Walowayungu na Braza na Noto katika kijiji cha Walowa Uroba, ambapo wanakaa katika familia za mwenyeji chini ya hali za kibinadamu ambazo ni mbaya sana. Njoma habari zenye tuko nao saa hii. Acha ni seme hivi, Mungu kabisa ababariki sana. Mubakie bie kabisa, Mungu awasaidie.